Kwanza tuanzie, timu gani ambayo ilikuwa ya kwanza wewe kuicheza ambao watu wengi hawaifahamu? Timu ya ligi au timu yote, yani mtu wa kwanza au timu ya kwanza kuamini kwamba baba njoo zima leo, iwe mechi tu ya kawaida nini, ilikuwa ndio timu gani ya kwanza kabisa? Mimi naweza nikasema kwenye hii mipira vya ushindani timu yangu ya kwanza nilikuwa kwa sababu mimi nimecheza nyingi. Sababu nimecheza timu nyingi. Lakini ya mwanzo kabisa. Yaani ndio kwamba bwana moja mechi sasa. Timu gani? Kuna timu yangu zamani. Ilikuwa Jangwani. Unajua mimi nilikuwa nakaa Mchikichini. Okay. Mimi nilikuwa nakaa mzao wa Mchikichini. Karume kule. Kwa timu yangu mimi ilikuwa inaitwa Dafaya. Kwa Dafaya nikacheza na Bom kama ushakuisikia. Kwa kiti cha bonge. Ndio hizo timu zangu za kwanza hizo zilikuwa janja. Ilikuwaje siku yako ya kwanza kabisa unapata nafasi ya kucheza mpira ligi kuu Tanzania bara? Nakumbuka mechi yangu ya kwanza ya ligi nilikuwa timu gani? Sababu mimi mechi za ligi nimekaa Azam benchi lakini sikucheza. Benchi la nimekaa kama mechi 4 5 6 hivi. Umekaa benchi tu. Benchi sija kuingia. Ila timu yangu ya kwanza kuingia kucheza ligi kuu ilikuwa Ruvu Shooting. Ilikuwa Moshi mechi na Police Tanzania. Ndio mechi yangu ya kwanza kabisa nimeingia. Feelings zilikuwaje kwamba leo nakiwakilisha timu yangu kwenye mechi ya ligi kuu? Of course ilikuwa yani ilikuwa ndio yani kama hivyo nilikuwa naogopa nasema leo si itakuwaje, lakini nilipoingia tu tachi ya kwanza, unajua umeona kwenye mpira hivi ukipata nafasi siku ya kwanza umeingia tu ile mipira yako ya kwanza umereceive vizuri, umetoa pasi wa kwanza wa pili, shughuli imeisha, yani uoga wote unaondoka. Lakini ule mpira wa kwanza umeingia umepoteza watu basi ushapotea. Hivyo mnasikia kelele za mashabiki? Of course lazima usikie, lakini sasa kama ndo wewe umeweka masiku yako huko unapagaa, lakini sio wengine uzingati kwa sababu umecheza sana. Ni momenti gani ambao ulishaikutana nayo na mashabiki ikakufanya hata kidogo lose mind kwa hata kwa dakika chache tu uwanjani? Nakumbuka ilikuwa mechi ya vijana, kipindi timu ya vijana ile. Nakumbuka tulikuwa tumefungwa goli na Kenya, goli moja. Ilikuwa finali ni finali. Sekafa juzi tu hapa. Ilikuwa nusu ilikuwa nusu finali. Sasa tulipofungwa ile unajua mkiwa mnacheza hivi kama mmefungwa kwa unachelewesha mpira enda mbele watu ndio ile sasa. Ndio hicho tukasema watu kwa nini hivi? Sasa huwezi kuambia nyamazeni, hauwezi. Tunacheza hivyo hivyo. Kilichokuja sasa kunifurahisha nilifunga ile pale goli la kuchomoa, ndio shughuli pale ikaisha. Watu wakageuka basi shughuli ikaisha sasa. Ukiwa uwanjani tunaamini kuna moment ambazo zinakuwa ni raha kwako, yani ukizifanya wewe mwenyewe haijalishi mashabiki wanazipokeaje, wewe kwako zinakuwa na furaha. Ukiachana na kufunga goli, ni kitu gani ambacho wewe unakipenda sana ukikifanya uwanjani unaenjoy? Ukiachana na kufunga goli hamna kitu kingine kama kutoa pasi, umempa mtu afue mtu hapo kaenda kufunga goli. Assist. Yani unahisi kama lile goli umefunga wewe yani. Wewe unapenda sana assist? Hicho kwa sababu usingeniambia kufunga goli ningekwambia kufunga goli ndio lakini ukimpa mtu pasi pia hapo kafunga goli unakuwa na wewe unajisikia vizuri. Ilikuwaje moment yako ya kujiunga na Simba kwa sababu ni timu kubwa sana? Siku unapigiwa simu au unapewa taarifa bwana sasa naenda kuingia Simba. Kwako ilikuwaje? Kwanza kitu ambacho nataka niseme hapa, kitu ambacho hamna mtu wote alikuwa anajua. Mimi mwaka mmoja kabla sijaenda Simba nilikuwa Geita. Ule mwaka kabla sijaenda Geita mimi nilikuwa natakiwa niende Simba. Simtaji mtu lakini nikaambiwa hivi, kuna mtu akaniambia sikia dogo, umeona unacheza vizuri. Huo mwaka funga magoli 5. Kwa mimi ule mwaka naenda zangu Geita na napambana, najua hapa nikitoka zangu hapa mimi naenda zangu sports. Ulikuwa na uhakika? Yani nilikuwa najua kabisa ni hapa nilikuwa najua kwamba nicheze tu mwenyewe nijichezee niende. Nishajua kwamba hapa ukifanya hivi funga magoli unaenda utacheza hizi timu. Basi ndio maana ulijituma sana kipindi. Hapana, mimi najituma mpaka leo bro. Kwa hiyo yani kawaida yani. Kwa mimi mwenyewe nilikuwa najua ni mwaka nikipambana hapa. Sasa kwa mfano mimi nakwambia wewe kaka, sikia wewe funga goli 7
timu fulani ile lazima ucheze. Yaani ukifunga goli 7 kuna loki pale unaifungua lazima ucheze. Wewe utabweteka? Hapana. Lazima ufanye kazi. Kwa hiyo haikuwa surprise kwako kwa sababu kwa hiyo yani kitu ambacho nilikuwa najua, kwa hiyo lazima ni push. Sawa, tunajua una maneno ya wasemaji. Asa Ahmed Ally alikupamba sana kipindi ambapo unaingia Simba. Ulikuwa unaona kwanza zile clip akizungumza na waandishi wa habari na ulikuwa unazifikiriaje? Pale ni kwa sizioni sana kwa sababu kipindi kile tulikuwa pre-season. Lakini sasa pre-season kule of course nilikuwa naona kwa sababu hamna shughuli nyingine, ukishamaliza hamna mtu mwingine kwa sababu nilikuwa mgeni, utakaa na nani uongee naye. Kwa mimi rafiki yangu alikuwa ndio hivyo, roommate wangu Omari. Kwa hiyo tukimaliza mazoezi sisi tupo zetu chumbani, tunaanza kupekua sasa, tunaangalia unasikia huko hivi na hivi na hivi basi. Kwa hiyo unajisikiaje ukiona vile Ahmed Ally? Nilikuwa najisikia nacheka tu sababu nilikuwa kuna vitu navisikia mpaka najiuliza hivi ndio nimekuwa na nguvu kiasi hiko napasua mipira. Tupa taarifa bwana, huko kuna mtu anapasua mipira huko Misri. Ndio hivyo. Ulifanya tukio gani mpaka Ahmed Ally akasema unapasua mipira? Sasa ile siku ilikuwa tunafanya mazoezi. Umeona wakati uwanja tulofikia? Ilikuwa kama hivi afu kule nyuma goli kuna bahari kule. Lazima umeenda nje. Kwa mimi sometimes unajua washambulia, sometimes unajikaza unapiga shuti linaenda hadi baharini, mpira ndo baharini. Kwa hiyo mpira ilikuwa inaenda. Nilipiga mpira ukaenda kule ndo akasema hivyo, lakini sikupasua mpira. Akasema umehamisha mpira kutoka Afrika ukaenda bara la Ulaya. Sio mchezo. Unavutiwa na vile vinavyofanyika au ulikuwa unaona anazingua? Kwa upande wangu mimi nilikuwa navutiwa kwa sababu hamna kitu kizuri kama ukiwa umekaa unaongelewa fresh, dogo anapambana hivi, lazima uwe unafalimia. Hata wewe let's say hapa bosi awe anakuongelea wewe huko dogo nani fulani anafanya fresh, lazima utakuwa unafurahi kitu. Kwa hiyo kitu kwa kinanifurahisha, napambana zangu kwa nilipo. Unatambulishwa kwa mara ya kwanza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kama mchezaji wa Simba mbele ya mashabiki 62,000 na kelele zile ambazo walikuwa nazo kutoka chumbani mlipokuwa mpaka kufika pale kwenye eneo, ilikuwaje? Kwanza naweza nikasema ilikuwa passion kubwa sana. Yaani ile siku mimi sio ile siku mimi toka tumeenda pre-season, yani kila siku nilikuwa naangalia bado siku ngapi tunarudi dari ile Simba Day nione itakuwa. Sababu mimi toka nipo janja, toka nasoma shule. Mimi nilikuwa uniambii kitu bro kuhusu sports. Yani mimi nilikuwa lazima, yani hata shule labda kwa kuna sababu mimi nimesoma Morogoro, nimesoma Maenge, nilikuwa nasoma boarding. Lakini Simba mimi akiwa anacheza mimi saa 10 unioni bro. Yaani nitakuwa nishatoroka nimenaangalia mpira Simba. Hasa zikiwa zile siku za tamasha zile ndio uniambii, yani kitu lazima niwahi mapema nitulie, yani ile utambulisho watu wanapoingia ni kwa nakubali. Kwa ile siku sasa, ile siku ambayo tumerudi tumeenda hoteli, kesho yake sasa ndio Simba Day. Baadaye nikakaa zangu chumbani mwenyewe nafikiria sasa ile siku nilikuwa natoroka naenda kuangalia leo zamu yangu sasa. Kwa hiyo ile siku naitwa sasa mimi natoka pale. Kwanza nilikuwa kwanza nilishiwa hadi nguvu nilipoangalia hivi watu naona watu na wote wanashangilia. Kwa sio mchezo, ni kitu ambacho siwezi kuja kusahau. Ni kama Mwalimu Fadru alikufanya kuwa mchezaji special sana. Si kwamba wengine hawakufanya hivyo, lakini ulifanikiwa kufunga magoli mengi kwenye muda mchache. Ukikumbuka ulifunga magoli 2 mechi ya kwanza, dakika zilikuwa nyingi ukatoka, mechi ya pili tena ikawa hivyo hivyo. Kitu gani cha upekee ambacho kilikuwa kinakuboost mpaka unakaa vile? Sasa ni timu kubwa, ugeni, lakini wewe kwako haikukusumbua? Nakumbuka mimi kipindi najiunga na Simba. Rafiki yangu alikuwa ukimtoa Omari roommate, rafiki yangu alikuwa sana cha Sambi. Kwa hiyo kuna siku tumekaa tulikuwa tunapiga story, akaniambia, "Muona mwanangu unavyocheza. Timu kama hizi kubwa zinatengeneza sana nafasi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, usijisumbue, usikimbie huku kama hivi. Mbona hii sometimes hizi timu zetu hizi unatafuta mpira mshambuliaji upate mpira." Sasa yeye alichoniambia, "Wewe umeona hizi timu? Goli siliko hivi, wewe usivuke huku, usivuke huko. Mule zaga tu mule. Utaona kama utakosa kwa sababu hizi timu lazima zitengeneze nafasi 2-3. Kwa hiyo wewe lazima utapata tu. Kwa hiyo utakayopata ndio hiyo. Hata moja tu, wefunga hata moja." Alichoniambia hiko, nakumbuka mechi ya kwanza ya ligi. Kocha kaniinua, akanishika hivi, umeona hivi, akaniambia hivyo, nikiingia nisitoke kwenye box. Wewe zagaa tu mule. Akaniambia watu wakufanya hizo unavutaka ukifanya sijui kuomba mpira wapo. Wewe zagaa mule. Kama unaona ilikuwa hivyo, ilikuwa goli Shaba mpiga cross. Kafunga goli la kichwa. Ulijisikiaje ulipofunga goli lako la kwanza katika timu kubwa?
Bwana dai sijui nisemeje. Mtu wako wa kwanza ni nani ambaye ulipomaliza kufunga tu ulimwangalia? Wa kwanza Yani, kwa sababu kuna moment walishangilia wote kwa pamoja ukageuka kwenye benchi hivi. Wa kwanza alikuwa nani? Mtu wa kwanza kushangilia alikuwa Hamza. Sababu Hamza yani ndo wao wanangu sana. Alikuwa Hamza. Ni rafiki yako gani ambaye pale Simba wakati upo ulikuwa unampa moyo na yeye alikuwa anakupa moyo hasa kwenye nyakati ambazo hampati nafasi? Wapo wengi, sababu sisi unajua umeona hivi, sisi ujue madogo tu kwa ukai peke yako lazima yani mimi umeona mimi unaweza kuja chumbani kwangu ukanikosa, ukaenda kwa barua ukamkosa. Kwa hiyo sisi unaweza ukatukosa wote ukaenda chumbani kwa Omari ukatukuta wote tupo kwa Omari. Kwa hiyo mimi watu ambao nilikuwa nakaa nao sana hao Omari, Chasambi na ni barua. Kwa hiyo watu hao ambao nilikuwa nakaa nao ndio watu tunapeana sana moyo. Ulitoka ukaenda kutumikia national team, miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri mpaka watu wakaanza kusema sasa huyu wanampa dozi ndogo ni wewe, kwa maana ulifunga mechi kadhaa, lakini pia performance ilikuwa nzuri sana. Huwa unajisikiaje pale unapoitumikia timu ya taifa? Of course najisikia vizuri sana kwa sababu mchezaji mpaka inapofika hatua kwamba unaitwa timu ya taifa, unajua kabisa hapa naenda kuitumikia nchi yangu, kwa sababu kuna wachezaji zaidi ya 500, 600, 1000 huko wapo hawajaitwa, lakini wewe umechaguliwa wewe. So kwamba wewe unajua sana, hapana. Kuna kitu fulani wameona ukiungana na wenzio basi unaweza kaongezea ukafanya vizuri, timu ikaweza kufanya vizuri. Kwa upande wangu mimi nafurahi sana na huwa napenda sana pale ninaposikia nimeitwa timu ya taifa. Golikipa gani ambaye akiwepo langoni wewe amani hakuna? Yaani kwamba unajua leo shughuli ninayo kwamba golikipa kwa maana yeye wa timu pinzani. Hamna bro. Hamna golikipa anayekutisha. Ni beki gani ambaye ushakutana nayo kasema hapa leo kazi nayo? Yaani baada ya mechi kuisha akasema leo kweli nilikutana na beki kisiki. Sasa ndo nani huyo? Mimi najiuliza nani? Mabeki wote of course kwenye ligi yetu kuna ma center back mzee. Watu wanakukaba kweli wewe. Lakini hakuna ambaye nitasema leo huyu namuogopa, hapana. Wote fresh. Wote mimi naruka naye fresh tu tunacheza vizuri, lakini of course ligi yetu mabeki wapo sawa wote. Sio zingasema fulani, lakini wote mabeki kweli. Kila mchezaji kuna mkoa ambao akienda anajua mkoa ni mgumu, kwa maana kiwanja kinaweza ikawa kiwanja matatizo au timu ikiwa nyumbani inakuwa inasumbua. Ni mkoa gani ambao sasa mimi siwezi kwa sababu mimi magoli yangu mengi nilofunga mimi nifunga mkoani. Labda wapi? Msaidieni basi. Wewe ndio unajua. Unaweza ukawa umefunga ndio, lakini bado kuna ugumu. Singida. Okay. Mchezaji sio mimi tu, mchezaji yoyote muulize. Singida. Ameona ukiwa unacheza Singida, unahisi kama kuna kitu kipo puani hapo unapaliwa. Yaani umeona hali ya hewa ya kule tofauti na sehemu na viwanja vingine. Kwa mkiwa mnaenda kucheza Singida wanasema leo bwana kazi. Okay. Sawa, tuje kwenye JKT hapa. Miongoni mwa wachezaji ambao nimetajwa wako serious, ambao haueleweki ni wewe. Yaani nimeuliza mchezaji ambaye yuko serious lakini pia muda mwingine hayuko serious. Wamekutaja wewe. Siwezi kusema ni nani aliyekutaja, ila nadhani utakuwa unajua ni nani aliyekutaja. Unamjua. Kama so Bausi. Amanda. Ni kweli? Yaani sieleweki vipi, yani mtani. Yaani kwenye utani kuna muda uko serious, kuna muda tena unatania. Hamna muda ambao niko serious. Wewe muda wote unatania? Muda wote mimi nina utani. Mimi userious wangu labda nikiwa peke mwenyewe na vitu vyangu mwenyewe ndo nakuwa serious. Wewe na Karabaka nani mwenye utani? Basi huyo ndo kanitaja. Huyo ndo kanitaja. Huyo kazidi huyo. Bora hata mimi kaka. Kwa kikosekana kambini huyo mnasema bwana leo kuna kitu kimefungua. Sahihi kabisa. Kabisa, yani akikosekana tu hata kiwa kalala ndani unajua Karabaka kalala. Kwa hiyo lazima ni mchezaji gani ambaye anasumbua, yani kwa maana ni kiongozi. Yani licha ya kuwa sio kapteni lakini ana uongozi, ana kariba ya uongozi ambaye unamuona hapa JKT. Mmoja tu ambaye wewe ulipomuona tu mara ya kwanza ukasema huyu kiongozi. Anakuja nao uliowakuta. Hata uliokuja nao. Anakuja nao hapo kuna Bajana. Kiongozi, yani unaona kabisa spirit, Saidi Hamisi Ndema. Yani asilimia nyingi ya wale mablaza lakini Dosongo nani unaona kabisa
so tu nini, lakini wana ile kalba ya uongozi. Ni mchezaji gani ambaye ulikuwa unatamani kucheza naye na hujapata nafasi au tayari umeshacheza naye kwenye ligi ya Tanzania ambaye bado yupo? Mwamba. Mwamba Lusaka. Chama. Nilikuwa natamani siku moja na mimi. Ndio hivyo yani kwa upande wangu tunaweza kusema Mwamba. Kuna namna alikuwa anakupa vitu ambavyo ulikuwa unaona yani, kuna pasi fulani yani ukiwa unaona Mwamba zile anawapa watu zile. Sasa mtu kama huyu anaweka pale. Sababu Mwamba ujue kazi yeye anapasi anakupa wewe, kazi yako moja tu unabandika tu basi. Haitaki mambo mengi. Vitu vingi. Kwa mimi naweza nikasema ni Chama of course. Sawa. Kwenye ligi ambao usajili ambao umefanyika hivi sasa, ni mchezaji gani ambaye kwako amekuwa bora sana kwenye ligi ya Tanzania, usajili ambao umefanywa dirisha dogo, kwa maana mchezaji ambaye amefanya vizuri mpaka sasa hivi wewe kwa upande wako? Dirisha dogo timu yoyote? Timu yoyote. Au ndo watazame? Naangalia lakini sifuatilii dirisha dogo kasajiliwa fulani lakini wachezaji wengi na yani karibia wote naangalia. Okay. Ila huko si ndo sifuatilii dirisha dogo amemchukua fulani. Ni nani sasa ambaye unaona mchezaji yuko vizuri mpaka sasa hivi, licha tutoe kwenye kusema dirisha dogo? Usajili wote kwa ujumla. Mimi naamini usajili wa yule winga ule wa Simba ule anacheza winga huko. Nani anaitwa yule? Winga wanasajili. Alifunga goli jana. Aura. Ndio huyo yule wote naamini mawinga wote wawili wako fresh. Wako vizuri. Sawa, tumalize na hii ni kuache uende ukapumzike. Kila mchezaji kuna nyakati ambao huwa anaipitia, inaweza ikawa ni tishio kwake kwa maana ya kumfanya akashindwe kuendelea na soka au ikamfanya tu namna yote ateteleke. Je, wewe ushaikutana nao, na kama ushakutana nao ni ipi hiyo? Changamoto inamkuta mchezaji sana mimi naamini ni majeraha. So vitu vingine. Changamoto kubwa inakuwa majeraha. Ndio hivyo yani. Ndio mpira huu tunacheza lakini ogopa sana mshikaji wangu, majeraha yanakuwa yanarudisha sana nyuma, especially watu kama sisi ambao sisi kila kitu chetu sisi tunautegemea mpira, inakuwa mtihani. Lakini ndio hivyo. Ni ngumu kiasi gani kucheza nafasi moja na Paul Peter? Kucheza? Kwa maana ni kucheza timu moja, au ni ngumu au ni raha kiasi gani kucheza na Paul Peter? Paulo mimi siwezi kusema ngumu. Mimi kwa upande wangu mimi naweza kusema mimi Paulo nimecheza naye toka tupo Azamu. Kwa mimi waga na enjoy kwa sababu Paulo mimi naamini mimi napenda kucheza naye mbele. Nikiwa naye mbele Paulo kuna kitu naweza nikafanya kwake kikawa kizuri, na yeye kuna kitu anaweza kufanya kwangu mimi kikawa. Kuna vitu mimi ninavyo Paulo hana, kuna vitu Paulo anavyo mimi sina. Kwa upande wangu mimi waga na enjoy sana nikicheza double striker pale na Paulo.